Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Machi 12, 2026. Uko na Mpendwa Garton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Usichoke kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X, lakini pia pale YouTube ukisubscribe, kulike pamoja na kucomment. Zaidi ya yote, huduma ya Ambulance inapatikana ndani ya SQF kupitia 0800 150 392. Piga namba hizo bora kabisa na huduma hiyo itakufikia popote pale ambapo utakuwepo. Huduma ya upasuaji mdomo wazi pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama pia inakuja hivi karibuni tarehe 23 Machi mpaka tarehe 27, na huduma hii inatolewa bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari siku ya leo. Mkuu wa mkoa wa Iringa Henry James amewataka wananchi kuwa waangalifu na kuchukua tahadhari kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Machi 12, mkuu wa Iringa amesema kuwa wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni au maeneo hatarishi wanapaswa kuondoka mapema ili kujiepusha na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, kama tunavyofahamu kwamba hali ya mvua imeendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu, na mkoa wa Iringa umekuwa ni miongoni mwa mikoa ambayo imeathirika na mvua nyingi ambazo zimeleta mafuriko kwenye baadhi ya maeneo. Hivyo kwa niaba ya serikali ya ngazi ya mkoa tumeona ipo haja na hoja ya kutoa maelekezo yafuatayo katika maeneo yote ambayo mvua zinaendelea kunyesha. Maelekezo ya kwanza ni katika hali ya kuchukua tahadhari katika maeneo yote ya mabondeni katika mkoa wetu wa Iringa ambao tunajua kwa historia ni mapito ya maji. Ni muhimu watu wanaofanya shughuli katika maeneo hayo na watu walioweka makazi kwenye maeneo hayo kujitahidi kuondoka kadri wanavyoweza ili kuepukana na mkondo mkubwa wa maji ambao umeongezeka katika maeneo hayo ambayo sasa yamekuwa na madhara makubwa. Tumeshuhudia madhara katika maeneo ya Idodi, tumeshuhudia madhara katika maeneo ya Makatapola, na tumeshuhudia madhara kwenye maeneo ya Pawaga ambako mvua zimekuwa ni nyingi zaidi na maeneo ya Kilolo. Lakini tunaendelea kuwasisitiza wananchi wanaokaa kwenye maeneo ya mabonde kuondoka kwenye yale maeneo ili kupisha mkondo mkubwa wa maji ambao unaendelea. Lakini jambo la pili, mvua hizi zinazoendelea zimeleta madhara makubwa sana katika baadhi ya barabara ambazo tunazitegemea. Ninachotaka kuhakikishia wananchi ni kwamba kila barabara ambayo inapata madhara itashughulikiwa kwa wakati ili kuondoa mawasiliano baina ya upande mmoja na upande mwingine. Jambo la msingi ambalo tunataka kulisisitiza, viongozi wa ngazi za vijiji, vitongoji na tarafa wahakikishe wanatoa taarifa za kila wanapobaini kwamba kuna changamoto ya mawasiliano ambayo inaweza ikakatika endapo mvua zinakwenda kuathiri eneo moja ama lingine. Na kwa mamlaka ya TANROADS na TARURA wataendelea kuchukua hatua kwa kadri wanapopata taarifa ili kuhakikisha kwamba pamoja na mvua hizi zinazoendelea, lakini mawasiliano baina ya eneo moja na eneo lingine yanaendelea kwenda vizuri. Jambo la tatu, naendelea kuwasisitiza madereva na watumiaji wa barabara ya Kitonga na Mlima wa Nyang'oro ambako huko tumeweka tahadhari ya mporomoko wa mawe katika baadhi ya maeneo. Kama tunafahamu kwamba TANROADS wametoa ilani katika barabara zote juu ya maporomoko ya maji. Kipindi hiki ambako mvua zimenyesha kwa wingi, udongo ule unaweza kuwa unaporomosha mawe kidogo kidogo. Hivyo tunaomba mzingatie ilani na tahadhari zilizowekwa na TANROADS juu ya matumizi ya barabara ya Kitonga na barabara ya Nyang'oro, kuhakikisha kwamba tunapoendesha tuendeshe kwa mwendo wa wastani ambao unakuwezesha kuchukua tahadhari. Na nadhani kwa madereva ambao wanapita kwenye maeneo tayari wameona kuna baadhi ya maeneo mawe yanaporomoka kidogo. Kwa hiyo ni vyema tahadhari hiyo ikazingatiwa ili tuhakikishe kwamba usalama wa dereva, abiria pamoja na wananchi wanaotumia barabara unakuwepo wa kutosha. Mwisho kabisa, naomba niwatoe mashaka wananchi kwamba kamati za maafa za ngazi zote kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya tarafa na ngazi ya wilaya zitaendelea kuhakikisha kwamba zinachukua hatua za haraka kwenye maeneo yote yaliyoathirika kwa wananchi pamoja na mazingira ya huduma ambayo yamepata madhara kutokana na mvua. Watumishi wa wakala wa nishati vijijini REA wametakiwa kufanya kazi kwa ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuhakikisha malengo ya serikali na taasisi ya kuwafikishia wananchi huduma ya umeme yanafikiwa kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa, huku wakisisitizwa umuhimu wa nidhamu katika usimamizi wa rasilimali za REA. Tuongeze nidhamu kwenye usimamiaji wa rasilimali za wakala, lakini vile vile kuwa na ufanisi mkubwa katika kutekeleza majukumu yetu. Wakati bado tunaendelea na dhamira yetu kubwa ya kuhakikisha Watanzania wote wanapata umeme vijijini na nishati nyingine safi na salama. Kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, sisi kama wakala nishati vijijini tumefanya kazi kubwa. Wakala umeweza kuunga vitongoji takriban 3600. Sisi wastani karibu kila siku moja inayopita kuna vitongoji 10 huko vinapata umeme kwa performance ambayo tumefanya ndani ya miezi 12 iliyopita. Endelea kuaddress yale mambo ambayo sisi kama wakala nishati kwetu ni vipaumbele, na ambavyo baadhi yake wote mnafahamu tumetilia mkazo mkubwa sana
kwenda kupeleka umeme kwenye vitongoji vilivyobaki. Tumeweka mkazo mkubwa sana kwenye kuhakikisha tunaenda kutekeleza mradi wa kuunga wateja kwa maana last mile connection, na tumeweka msisitizo mkubwa sana kwenye eneo la nishati safi ya kupikia. Mbeya najua ina watumishi wachache kiasi kwamba kama isingelikuwa kujituma kufanya kazi kwa juhudi na maarifa na uzalendo, naamini matokeo makubwa uliyoyataja yasingeweza kufikiwa. Kwa hiyo niwapongeze sana watumishi wa REA kwa jitihada hizi ambazo mnafanya, tukielewa pia mazingira yenu ya kazi. Yote yaliyofanyika katika kipindi hiki sio kama mimi pekee yangu yafanya, naona wametambua kazi kubwa, kazi pia wameweka mchango mkubwa kuhakikisha wanafikia malengo. Lakini pia nipongeze sana serikali kupitia kwa mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara kwa kuhakikisha kwamba resources zinapatikana. Nafahamu resources ziko chache, lakini kwa unyeti wenu resources zinapatikana walau ili kuweza kufikia malengo haya. Haya ambayo yanatendewa kazi au yanayofanyiwa kazi ni yale ambayo yalijumuishwa, ni yale ambayo yalijadiliwa, na ni yale ambayo yalikubalika na uongozi au ni yale ambayo tuliridhiana kama. Changamoto ya vifo vya mama wajawazito na watoto waliokuwa wakifariki njiani wakifuata huduma ya afya katika kata ya Chiwanda wilayani Nyasa mkoani Ruvuma unatarajiwa kupungua baada ya serikali kuanza ujenzi wa kituo cha afya katika kata hiyo. Wananchi wa Chiwanda wamesema kuwa kwa muda mrefu walilazimika kusafiri kwa umbali wa zaidi ya kilomita 25 kufuata huduma za afya katika maeneo mengine. Mimi mwenyewe nilipata changamoto ya uzazi. Kiumbe kilifia tumboni kutokana na umbali wa kutoka hapa kwenda kwenye kituo cha afya Mbamba Bay. Kwa hiyo lazima nitoke hapa niende Mbinga nikafanyiwa operation, nikapoteza maisha ya mtoto. Hata mimi mwenyewe maisha yangu yalikuwa hatarini, maana kile kiumbe kilikufa kwa muda mrefu tumboni. Ilikuwa na changamoto kubwa kwa sababu kituo cha afya kiko Mbamba Bay, kilomita 25 kutoka huko. Kwa hivyo ilikuwa barabara ikichafuka shida, hasa kwa kina mama wajawazito. Ilikuwa mnaenda kwa mitumbwi, kwa maboti, lakini ujenzi wa kituo hiki cha afya umeleta aweni na furaha sana kwa wananchi. Muhimu wa kituo hiki kwanza ni kituo ambacho kitasaidia hata watu wa Msumbiji kwa sababu huku ni mpakani. Kwa hiyo kwa sababu kutoka hapa Tanzania na kule mpakani kule na nchi jirani, maana kule hakuna hospitali kubwa. Kwa hiyo ni msaada Tanzania pia wakati hii, lakini pia na nchi jirani pia. Katika utekelezaji wa mradi huu wa ujenzi wa OPD kichomea taka na vyoo ni ubovu wa barabara ya kutoka Chimate kuelekea eneo la mradi, hivyo kushindwa kufikisha vifaa kwenye eneo la ujenzi kwa wakati. Kama unavyoona barabara ya kutoka pale Nangombo kufika huku, barabara imekuwa na athari kubwa sana. Kwa hiyo miradi inaenda kwa kuchelewa kutokana na hali ya mvua na hali ya mazingira ya barabara. Eneo la kata ya Chiwanda liko mpakani na nchi jirani ya Msumbiji. Kwa hiyo kuwa na eneo la kutolea huduma za afya ni muhimu, kwa sababu yako magonjwa ya mlipuko yanaweza kujitokeza wakati, na yamewahi kujitokeza, watu wakaenda kupata huduma mbali. Kwa hiyo umuhimu wa serikali yetu kuleta, manake umetambua na kututhamini sisi wananchi wa ukanda huu. Lakini ukiangalia kutoka hapa mpaka kupata huduma ya hospitali ya wilaya kule Nangombo ni parefu, zaidi ya kilomita 35. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameamua kutupunguzia huu mwendo wa kwenda kuifuata hospitali ya wilaya. Kwa hiyo niombeni viongozi wa ndani ya kata mnaosimamia mradi huu na kijiji, jitahidini sana kusimamia na iishi kwa wakati. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetangaza uwepo wa mfuko wa jumla ya shilingi bilioni 50 kwa ajili ya kuwawezesha vijana
wanaojihusisha na sekta ya ubunifu nchini, ikiwemo watengeneza maudhui mtandaoni, wasanii, wanamuziki, waigizaji, waandishi wa habari, influencer pamoja na wabunifu wa kazi mbalimbali za sanaa. Akizungumza hapo jana jijini Arusha, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda amesema mfuko huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan yenye lengo la kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sekta ya habari, sanaa na ubunifu. Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni kupitia maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mfuko wa uwezeshwaji wizara yetu ilipangiwa kupewa bilioni 20. Kabla hapo kwenye bilioni 200 zilizotangazwa na Mheshimiwa Rais tulikuwa tayari ameshatupatia bilioni 10. Jumla ni bilioni 30. Lakini tumejiongeza na kuongea na benki ya CRDB kwa mfuko huo wa kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan kuwawezesha vijana wa wizara yetu, nao watatoa bilioni 20 mpaka bilioni 30. Jumla tutakuwa na bilioni sio chini ya 50. Ya kwamba wizara iko tayari kuwawezesha vijana wote wenye ndoto, taaluma zao kupitia sanaa, kupitia habari, maana yake wakiwemo wasanii wetu, content creator, influencer, watu wa habari, watu wa muziki, watu maproducer wale. Maana yake hizi bilioni 50 zinakwenda kwa kila mtu aliyoko ndani ya wizara yetu ya Habari, Sanaa, Michezo na wakiwepo mpaka na wale wachoraji, ili wapate fursa wa utumie mfuko kwa ajili ya kunyanyua uchumi wao, kama ambavyo ndoto ya Daktari Samia kuachilia tabasamu kwa Watanzania kupitia wizara yetu ya Habari, Michezo na Utamaduni. Lengo kubwa kwamba tunasubiri tarehe, tumemwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tunatamani ya kwamba tukishapata tu tarehe tutaitangaza ili wote tujumuike na mfuko uzinduliwe na rasmi uanze kufanya kazi ya kupata pesa. Kwa hiyo pesa zipo. Uwezeshwaji umeshatengenezewa mazingira. Watu mmeshajisajili. Kichobaki ni uzinduzi ili hela iingie mfukoni na nyie mjenge uchumi wetu. Bilioni 50 kwa ajili ya mafanikio ni mapinduzi makubwa kwa wizara yetu. Na sisi tunatamani tukipita sisi na watendaji wote huko kwenu tuone watu wanatabasamu, ikiwa ni ishara ya kutimiza ndoto ya Daktari Samia kuacha tabasamu kwenye sura na mioyo ya Watanzania. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo tamati ya SQF Habari siku ya leo. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kuandaa habari hizi, walikuwa na Mipendo Gorton, nikutakie jioni iliyokuwa njema na bye kwa sasa.